Kwa umuhimu wa tukio hili, nitumie nafasi hii kushukuru kwa dhati uongozi wa Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo kwa kukubali kufanya mazungumzo na maridhiano, kwa kutanguliza maslahi ya taifa badala ya maslahi ya vyama au watu binafsi. Kwa umakhususi kabisa ni kushukuru wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na Mheshimiwa Othman Masoud Othman kwa kutanguliza maslahi ya nchi katika kutafuta mustakabali wa pamoja wa amani kwa nchi yetu Zanzibar. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi na wananchi wenzangu, maridhiano si udhaifu bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi, kujali maslahi na usawa wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa uungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Uungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Uungwana hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali ya umoja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyoijenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija.